baada ya kuapa tumepata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Rais kuwasilisha salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia yako mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitaka niyaeleze kwa Mheshimiwa Rais. Moja, kumhakikishia kwamba serikali ya Tanzania inamuunga mkono na Watanzania wanawaunga mkono wana Seychelles kwa maamuzi yao kwenye uchaguzi wao wa kidemokrasia kumpata rais mpya. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametaka nimhakikishie rais wa hapa Seychelles kwamba Tanzania itaendelea kufanya kazi na Seychelles ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada zilizoanzilishwa na waanzilishi wa mataifa haya kwa muda mrefu na kuendeleza mahusiano tulionayo kwenye masuala ya kiuchumi, ulinzi, siasa na masuala ya biashara na uwekezaji kwa uchumi kwa ujumla. Tunayo makubaliano mbalimbali ya kisekta ambayo yameshafikiwa ndani ya serikali zetu hizi mbili, na maeneo haya tumeendelea kuyafanyia kazi kwa muda mrefu. Najua kuna maeneo ambayo yalikuwa na changamoto ya kutokamilika kwa makubaliano hayo, lakini Mheshimiwa Rais ameridhia kwanza tuanzishe timu ya pamoja ya wataalamu JPC ili iweze kuratibu shughuli mbalimbali za wataalamu kutoka kwenye sekta, waweze kujadili kwa kina uhitaji wa mahusiano kwenye nchi hizi mbili. Tuna mahusiano kwenye Wizara ya Elimu, yako mahusiano Wizara ya Afya, yako mahusiano Wizara ya Ulinzi hasa kwenye jeshi la magereza, lakini yako mahusiano ya kibiashara kwa ujumla, na kwa mfano usafirishaji wa anga, utalii. Maeneo haya ni maeneo ambayo Mheshimiwa Rais jana amesisitiza kwamba tuyapitie upya na tuanzilishe zile timu zetu JPC zetu ili wabainishe uhitaji wa nchi zetu mbili na tuingie makubaliano tayari kwa utekelezaji. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais mpya anaingia ofisini inaleta matumaini kwa Tanzania kwa sasa tumepata rafiki mpya, rafiki ambaye tunaendelea naye, tumepata rafiki ambaye tunaendeleza mahusiano. Na mimi nataka niwahakikishie wa Tanzania tumegundua kwamba tunazo fursa za kutosha hapa. Nimepata nafasi pia kukutana na Watanzania wanaoishi hapa, hasa ile Secretariat ya Diaspora, kupokea maoni yao, changamoto zao, lakini ushauri kwenye maeneo ambayo tunahitaji kuimarisha. Wameeleza zaidi fursa zilizopo hapa za uwekezaji kibiashara, bidhaa za Tanzania zinahitajika sana hapa, lakini pia swala utalii, wenzetu wana utalii mkubwa na sisi pia tuna utalii mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kuimarisha sekta hizi za utalii, lakini pia kuna nafasi ya ajira. Hili limezungumzwa sana na fursa zipo za ajira. Kuna ajira za sekta mbalimbali ikiwemo na sekta ya elimu, afya, kuna sekta ya kilimo, ingawa hapa kilimo sio kikubwa, lakini wanahitaji kuifanya sekta ya kilimo nayo pia iweze kuongezeka. Kwa hiyo na sisi tuna wataalamu wa bustani, hapa ndio kilimo kikubwa cha bustani. Kwa hiyo wanahitaji watu ambao wanaweza kusimamia maeneo kama haya. Kwa sisi tumewazalisha wataalamu wengi. Kwa hiyo tuna fursa hizo za ajira ambazo tunaona zipo. Waongozaji wa watalii na sisi tunao Tanzania, na hapa wana utalii, wanahitaji utaalamu wa kuongoza watalii. Kwa hizi ni fursa ambazo sasa tumeichukua na tutakuja kuzifanyia kazi nyumbani. Tumeunlock au Mheshimiwa Waziri Mkuu amesaidia kuunlock mambo mengi. Mfano tunaenda huko Afrika Magharibi, tayari tumeshapata vibali vya kwenda Lagos na Accra kwa maana ya ATC. Kwa hiyo kwangu mimi ni kuwapa comfort kwamba kwa ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mazungumzo haya, so many are going to be unlocked. Sababu yeye ana kati ya cross. Kwa mfano hapa kuna TAHESA wamesema mambo ya agent ambayo iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, tutashirikiana sisi kama waratibu. Lakini mambo ya double taxation yanakuwa chini ya Wizara ya Fedha. Mheshimiwa naibu gavana wa zamani anafahamu mambo ya prison, mambo ya ndani na mengine mengi. Kwa sisi kama waratibu na kichocheo, na vile tulizindua sera hiyo ya mambo ya nje, sera mpya chini ya maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameyaeleza, yako ambao kwa kweli kama la prison ni ku fast track. Sababu MOU kuwepo na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu alimdokeza Mheshimiwa Rais mpya
manispaa tu la kuuisha, na yeye akasema bwana, na sisi tuna setu na nyinyi mkasetu baada ya uchaguzi immediately tuanze kukimbia. Kwa hiyo niwape comfort kwamba sasa kupitia kile chombo alichosema Mheshimiwa Waziri Mkuu JPC, hiyo ni permanent commission, itafungua sasa every sector. Lakini na ninyi, mimi personally kama naibu waziri wa mambo ya nje, nitoe wito na ninyi, kama pia kazi kuna kitu kinaitwa kujiongeza. Kwa mfano kama jinsi ya kupata hao maajenti na jinsi ambavyo umepatikana, you can be, sijui sheria zinasemaje, unaweza kuwa nawe patent parcel ya ule agent ili kuleta ule ukaribu na kufacilitate kwa wepesi na kule nyumbani, kwamba ule agent wa hapa na ule wa nyumbani, namna wewe unaweza ukachipu ini pale uwe pati ya yeye ili kuwapa pia comfort watu kule nyumbani. EuroAsia Universities Limited. Je, wewe ni mwanafunzi uliyefanya maombi ya vyuo na haujachaguliwa, au umechaguliwa kozi ambayo haikuwa ndoto yako? Na je, wajua kuwa nchi za wenzetu kama vile China, UK, US, Canada, Romania na Poland wana Januari, March na September intake? Ondoa shaka, EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ipo kwa ajili yako. Tunakuunganisha na vyuo vikuu nje ya nchi kupata kozi ya ndoto yako kwa gharama nafuu kabisa na kwa haraka zaidi. Pia kwa wale waliomaliza degree wanaweza kujiunga na vyuo vyetu marafiki vya Ulaya na kuweza kuendelea na masters huku wakifanya kazi, na hivyo kuweza kuchangia ama kulipa gharama za masomo bila kumsumbua mzazi. Tupigie simu 0765767556 au 0653310603 au tembelea ofisi zetu za EuroAsia Universities Limited zilizopo Sky City Mall, Ardhi Road, karibu na Mlimani City, Dar es Salaam. Lakini pia tupo Mshindo Iringa, Dodoma Road. EuroAsia, tunakata kiu yako.